Chopitia wachezaji wetu kwenye kukosa magoli ni jambo la kawaida. Cha kufanya sasa sisi mashabiki wa Simba ni kuwatia moyo wachezaji wetu, ni kuwaendelea kuwaunga mkono na kuwapa nguvu, ni kuwaendelea kuwaamini na kuwakumbusha kuwa makini uwanjani ili warejee kwenye ubora wao kwa maslahi ya Simba Sports Club. Kila kitu kifanyike, lakini sapoti yetu kwa timu yetu ni kitu ambacho hakina mjadala. Support ya shabiki kwa Simba yake ni kitu ambacho hakihitaji compromise. Support ya shabiki kwa Simba yake ni jambo ambalo haliepukiki, kwa sababu Simba hii ni Simba ambayo tumeichagua, na kwa mantiki hiyo tuna sababu ya kuilinda. Kuilinda kwake ni kuipa support katika nyakati zote, hasa nyakati ngumu. Kwa hiyo shabiki wa Simba, vyovyote utakachokuwa unafikiria kichwani mwako, lakini swala la kuja uwanjani kuishangilia Simba yako ni jambo ambalo haliepukiki kwa maslahi ya Simba yako. Mechi ya Simba, mashabiki wanaopaswa kuja kwa wengi uwanjani ni mashabiki wa Simba. Uwezi kusema mimi shabiki siendi uwanjani ukategemea wachukue nafasi hii. Kuwaomba mashabiki wa Simba waje kwa wingi uwanjani, tuje tuishangilie Simba yetu. Yote yatasimama mpaka hapo baadaye, mpaka mwezi wa kwanza tarehe 18 ambapo AFCON itamalizika. Maana yake ni kwamba tuna muda hapo wa kumtafuta mwalimu aliyekuwa bora na mzuri. Tutakapompata tukamkabidhi timu na mwalimu akawa na muda wa wiki isiyopungua 3-4 mpaka wiki 2-3 mpaka 4 za kufanya maandalizi mazuri na kutengeneza timu yake kuelekea mechi yetu ya tarehe 23 ama 21 ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Esperance. Kwa hiyo timing wise, kwa maana ya muda, ni mzuri mno hapa, kwamba una utulivu wa kutosha wa kutafuta mwalimu, na mwalimu ukampata, ukamkabidhi timu, akapata wiki 3-4 za kufanya maandalizi makubwa kuelekea katika duru inayofuata ya michuano mbalimbali. Yaani kwa fupi ni kwamba tuna kama ka pre-season kingine fulani hivi kinakwenda kupatikana very soon, ambacho hicho itakuwa ni advantage kubwa kwa mwalimu wetu mpya atakayekuja kuja kukaa na wachezaji, kujua tabia za wachezaji, kujua viwango vya wachezaji, ubora wa wachezaji, udhaifu wa wachezaji, na kutengeneza timu ambayo itakwenda kutupigania kwa msimu huu wa 2025 2026. Mimi nimemaliza. Kama kuna swali, karibu. Mimi nataka nifahamu kwa upande wangu pengine sababu za kuachana na kocha Pantev. Hiyo natamani kujua kwanza. Kama taarifa yetu inavyojeleza ya kwamba tumeachana na mwalimu meneja wetu Dimitar Pantev kwa makubaliano ya pande zote mbili. Yaani sisi na yeye tumekaa mezani tukakubaliana, bana, hii ndoa yetu ifikie tamati hapa. Na kwa kuwa ni makubaliano ya pande zote mbili na kila mmoja ameridhia kuvunja uhusiano huu, hatulazimiki, hatuwajibiki na haitakiwi pande yoyote kati ya hizi mbili kutoka hadharani na kuanza kusema tumeachana kwa sababu 1, 2, 3. Iheshimiwe na itambulike ni kwamba ni kwa maslahi ya pande zote mbili, na kwa sisi Simba Sports Club makubaliano haya ambayo tumefikia ya kuachana na mwalimu Dimitar Pantev ina maslahi makubwa mno kwa Simba Sports Club. Ndio, kiufundi sasa hii haiwezi kuwa na labda na athari, kwa sababu tunaona Fadlu waliandaa timu labda icheze mfumo fulani, tunaona Pantev kaja icheze mfumo fulani, anakuja kocha hivi, maana wachezaji wanashindwa kuelewa tushike lipo. Haina athari kubwa sana,
kwa sababu ni kweli Fadlu aliandaa mikakati yake, akaacha timu, akaja Pantev vile vile na yeye akaandaa mkakati wake, lakini tunaye mtu ambaye ana uwezo wa kudigest mbinu na mifumo ya walimu wote miwili, alafu akaja na mfumo ambao utakuwa mzuri kwa wachezaji wetu, kwa maana ya kwamba Mwalimu Selemani Matola anawafahamu wachezaji wa Simba Sports Club, anafahamu ubora wao, anafahamu udhaifu wao, anafahamu wana mahitaji gani wanataka ili waweze kucheza vizuri. Kwa hiyo ni rahisi mno kwa Selemani Matola kupanga kikosi kwa sababu tayari anawajua wachezaji wote. Amekaa nao pre-season, amekuwa nao wengine tangu misimu iliyopita, na hata hawa wapya ameshakaa nao muda wa kutosha. Kwa hiyo Mwalimu Matola anajua kwa aina wachezaji niliyokuwa nao naweza nikawapanga kwa namna gani Simba ipate matokeo. Kwa hiyo ingekuwa pengine mwalimu anayekuja ni mpya kabisa, tungeweza kusema hapa kutakuwa kuna changamoto ya kiufundi, lakini kwa kuwa ambaye anashika mikoba hivi sasa ni Matola, Matola anamjua vizuri Soa, Matola anamjua Morris Abraham, Matola anamjua Kante, Matola anamjua Kamara. Kwa hiyo anajua nani mweke nani, wapi ni mpange nani, na nimwambie kitu gani ili aweze kutimiza majukumu yake. Kwa hiyo athari za kiufundi kuachana na walimu wawili ndani ya muda mfupi ndani ya timu yetu hautaiona, kwa sababu backup iliyopo inayochukua hiyo mikoba iko sawa sawa, sio mgeni kwa kitu chochote kile. Nataka nifahamu kutokea kwenu kama uongozi, mnachukua hatua gani? Kuna maneno yanasema na yanawadisturb labda wanachama na mashabiki wenu ndani ya klabu ya Simba. Kuna jasusi ambaye anatoa siri au zile nyeti, taarifa muhimu kwenye post chenu, lakini pia cha pili, wapo baadhi ya wachezaji ambao wanahusishwa labda wanacheza chini ya kiwango kwa sababu tofauti, ikiwemo wengine labda kutokana wanapewa labda order na mtu fulani. Hayo ni maneno ya vijiweni ambayo kwenye mkutano rasmi kama huu na waandishi wa habari nyuma ya nembo za klabu na wadhamini siwezi kuyazungumzia. Wanatia kwenye mfumo kila kukicha wanatetea maneno mapya. Anachanganyikiwa, atakuwa alichanganyikiwa zamani tu. Ila mwana Simba thabiti hawezi kuchanganyikiwa na vitu vya kitoto kama hivi. Ni vitu vya kitoto. Vya kitoto. Mtu maana hawezi kuchanganyikiwa na vitu vya hovyo vya watu wajinga. Hata kidogo. Unajua inategemea kitu nani kazungumza. Yaani unaweza ukakichukulia kitu uzito nani kazungumza. Sasa ukiona mtu mwenyewe alozungumza ni kamtu tu ka hovyo watu anafurahisha genge na anafurahisha na hivyo anafurahisha genge au anafurahisha wajinga wenzie. Unakuwa haushtuki mtu unachanja mbuga kwenda mbele. Vipi hiyo sasa kuhusiana na wachezaji chini ya viwango, kwa sababu hiyo imekaa pia kwenye ufundi zaidi, kwa sababu ukiangalia katika michezo ambayo Simba amecheza ni michezo ana dominate game, anapata nafasi nyingi za wazi hata 7, lakini anashindwa kuzitumia. Kwanza niseme kitu kimoja, na hii ni muhimu sana kwa wana Simba. Sio kila timu inapopoteza kuna sababu za nje ya uwanja. Sisi bahati mbaya sana mpira wetu tumeuwekeza sana nje ya uwanja na sio ndani ya uwanja, na ndio maana sisi timu ikipoteza cha kwanza huwa tunakimbilia nje ya uwanja. Na ndio maana ni rahisi mtu kuambia Benjamin Mkapa ina 1, 2, 3, kwa sababu sisi tumewekeza zaidi kwenye fikra za nje ya uwanja badala ya kuangalia ndani ya kiwanja pengine kuna changamoto gani. Kwa hiyo sio kila timu inapopoteza basi kuna changamoto ya nje ya uwanja. Wakati mwingine mnapoteza mechi kwa sababu za kiufundi za ndani na ndani ya uwanja. Kwa hiyo hili ningependa kuwafikishia mashabiki wa Simba.
ili wawe na mtazamo ulionyooka, na wakiwa na mtazamo huo inaweza kuwasaidia kupunguza baadhi ya presha ama kutozungumza vitu ambavyo wakati mwingine vinakuwa ni vya upotoshaji. Kupoteza mechi kuna sababu nyingi. Inawezekana sababu zikawa ni za nje ya uwanja ama za ndani ya uwanja, lakini sio kila ukipoteza basi kuna changamoto ya nje ya uwanja, kuna viongozi, kuna nani, sio uwanja, sio kitu gani. Hasa yeye mtu anakwambia kwa mfano Benjamin Mkapa hautufai, unaenda wapi? Unaenda wapi? Unaenda Zanzibar. Na huko ukiona hapa kufai unaenda wapi? Kirumba. Kwa hiyo lazima wakati mwingine tutumie tu maarifa ya kawaida. Kwa hiyo Simba Sports Club ni timu kama timu nyingine. Kuna wakati lazima itapoteza, kuna wakati lazima itapitia wakati mgumu kama ilivyo katika maisha ya kawaida. Hatuamini kama kuna mchezaji anacheza chini ya kiwango, ila tunaamini kwamba kuna wakati mchezaji anaweza asiwe kwenye ubora wake. Hayo ni mambo ya kawaida, binadamu anapanda, binadamu anashuka. Kwa hiyo mchezaji kukosa magoli si ndio bwana, ni jambo la kawaida mno. Kuna mchezaji mmoja hivi anakosa sana magoli sana mpaka wakamchangia hela ya kumotivate. Naye kwenye ligi yetu naye yule alikuwa anacheza chini ya kiwango, anatumwa na nani? Kwa wakati mwingine mambo yanatokea kwenye. Kwa hiyo sisi kwanza tuna timu bora sana, lakini haimaanishi kwamba timu bora tuliyoko nayo kuna nyakati haitofanya vibaya. Kuna nyakati inafanya vibaya, na huo ni mpira wa kawaida. Hatuamini kama wachezaji wanacheza chini ya kiwango kwa sababu yoyote ile, kwa sababu wachezaji wetu kwanza ni professional pili wapo kazini, lakini tatu kama haitoshi wanalipwa vizuri kufanyaje? Swali jingine bwana, mimi nahitaji nifahamu kwa namna ambavyo sasa mmecheza mechi mbili kwenye za makundi kwenye ligi ya mabingwa, ukiangalia Simba Sports Club ina nafasi ya kufanya namna ambavyo inafanyaga, kwa maana kufika robo finali. Yaani kweli tumepoteza mechi mbili kwenye michuano ya kimataifa, imeshtua kidogo, lakini si jambo jipya kwenye maisha ya Simba Sports Club. Sababu ya kusema sio jambo jipya, watu tusichukulie hii very personal, kwamba tumepoteza mechi mbili, viongozi wafai, nani hafai. Ni jambo la kawaida mno, na ni la kawaida sio kwa watu wengine, hata kwetu wenyewe Simba Sports Club tumeshawahi kupitia. 2023 tulipoteza mechi mbili za mwanzo dhidi ya Raja, tena tulipasuka bao 3 Benjamin Mkapa pale, hakuna ambaye aliamini. Acha hii ya kufungwa kagoli kamoja. Benjamin Mkapa tumekufa bao 3, tukaenda Horoya tukafungwa bao 1, tunakwenda kucheza mechi ya 3, hatuna pointi hata moja. Nini kilifanyika? Wanasimba tukarejea kwenye nguvu yetu, tukarejea kwenye ubora wetu, tukampasua mtu nje ndani, mnyama akaingia hatua ya robo finali. Watu wote hawakuamini macho yao, Simba akafanya maajabu yake. Na hii ndio timu inayoongoza kwa maajabu Tanzania hii. Ile nyakati ambayo wewe umeshaikatia tamaa, umeshatuondoa mashindanoni, umeshakula viapo vyako kwamba tunaishia makundi, hapo ndio Simba anakuja kufanya kitu kipya kabisa. Sisi ni watu wa maajabu, na haya mambo tunayamudu na tunayaweza. Tumepoteza mechi mbili za hatua ya makundi, sio jambo jipya. Kwa hiyo mwana Simba wala usihamanike kwamba sasa
ni jambo la kawaida mno. Ukishapata matokeo kama hayo, sasa unarejea sasa vitani, unajipanga upya, unaangalia umekosea wapi, unarekebisha nini, unaboresha wapi, unawapa moyo wapambanaji wako. Baada hapo unaingia kupambana upya. Tuna mechi tarehe 23 dhidi ya Esperance Januari, tunaanzia nyumbani kwake Tunisia. Huyu tuna jambo naye, tukimaliza pale tunageuka naye Benjamin Mkapa, tunakuja kumalizana naye hapo. Pointi tutakazokusanya hapo hakuna binadamu ambaye ataamini, na hiyo ndio itakuwa turning point ya mnyama kwenda hatua ya robo finali. Hii ni Simba Sports Club Isaya Dede. Sisi hakuna mtu yoyote tunayemwogopa katika ardhi hii ya Afrika. Tushamfanya kila mtu vibaya Afrika hii. Hakuna yoyote ambaye hajui machungu ya Simba Sports. Tena Simba ambayo inataka kuamka mahala kwenda mahala pengine. Kwa sisi wala hatuna wasiwasi. Tunajua tutaamkia wapi, tutaibukia wapi, na mnyama atafika na kutaka kufika. Wala hatuna mashaka katika hilo. Labda Mwenyezi Mungu tu awe hajapanga mwaka huu mnyama aende robo finali, lakini kwa juhudi za kibinadamu mnyama anatoboa mapema tu kwenda hatua inayofuata. Tunajua nini tunapaswa kufanya, na ndio maana huu muda huu tunautumia vizuri kufanya marekebisho hapa, na tayari tumeshaanza kufanya marekebisho na maboresho hapa. Tutakaporejea kwenye ligi ya mabingwa Afrika, sisi tutakuwa ni viumbe wapya kabisa, na kila mmoja tabaki Lakini mpaka sasa hivi nyinyi ndio wagao utamu wa kundi. Utamu ni mechi ya 3 ndio unaingia kwenye mechi ya 3. Mechi 2 huwezi kuita utamu. Bado nyinyi si wagao. Bado. Utamu ni mechi ya 3. Ukipoteza mechi 3 ndio mgao utamu. Exactly. Lakini mechi 2 bado, mechi 2 ni kufungwa tu. Kwa sisi bado tuko sawa sawa. Wewe ndio miongoni mwa binadamu wenye roho ngumu zaidi. Kwa sasa hivi nikiangalia hata baadhi ya wasemaji wenzako wanasema shughuli nyama tayari ametoka hiyo hifadhi. Lakini inaonekana bado ni binadamu mwenye roho ngumu. Ningekuwa naisemea timu nyingine, ningekwambia sisi shughuli yetu imeishia hapa. Yaani ningekuwa mimi hata ni msemaji wa Bayern Munich, ningekwambia kwa kuwa tumepoteza mechi 2, Bayern haendi robo finali ya ligi mabingwa. Lakini kwa kuwa ni msemaji wa Simba, naisemea Simba Sports Club, tumepoteza mechi 2, ninakwambia bado Simba na nafasi. Yaani timu yoyote tofauti na Simba ingekuwa timu nyingine yoyote ile, mpaka sasa ameshadondoka mechi 2. Hata Madrid una uhakika, una ruhusa ya kukata tamaa. Lakini Simba Sports Club sisi bado tunayo matumaini makubwa. Hasa mimi bado nayo matumaini makubwa ya mnyama kufanya. Na anasema naweka akiba hapo, labda Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi au ameshasema bana, Simba mwaka huu fanyeni mnavyofanya, hamtoboi makundi, hapo nitakubali. Lakini kwa juhudi za kibinadamu za nyang'anyana tonge, mnyama anakwenda robo finali jana. Nakwambia